nimeibuka mbali naye kidogo, yani kwa sababu sikutaka kuibuka maeneo yale yale. Nikatoka kidogo nikaibuka mbali naye kidogo. Nikamsogelea, nilimpiga bonge la kibao, uwezi amini. Kwa wale wanaojua kuogelea, kuweni makini sana. Narudia tena. Kwa wale ambao wanaojua kuogelea, kuweni makini sana. Mimi juzi nilielekea maeneo ya Mji Mwema. Tulikuwa tuko watu kama 5 hivi. Niko na washikaji zangu ni tumeenda kuogelea. Kufika kule sasa washikaji nini sinajua tena wanabadilisha nguo. Sasa kuna mwanetu mmoja akasema, "Mimi bwana mimi sijisikii kuoga." Umeona ika vipi mimi nguo nitawaangalizia. Tukamwambia basi poa we, tulindie nguo maana sinajua mazingira hapa sio mazuri sana. Fresh. Washikaji nini wakawa wameenda kuogelea baadhi pale. Umeona mimi ndio nikawa najiandaa pale. Sasa kabla sijaenda baharini nikaanza kusikia kwamba kuna madada fulani wanapiga kelele. Jamani mtu anakufa yule jamani anazama yule. Makelele. Sasa mwanangu ndo yule mshikaji ambaye alikuwa ameshika zile nguo ananiambiaje, "Oya mshikaji anazama yule kule yule." Kuangalia hivi, mshikaji kweli anazama. Ikabidi sasa mimi nitoke sasa pale. Hata sijabadilisha nguo vizuri wani nikamwambia tu mshikaji wangu shikie simu faster. Nikaruka chapu. Umeona kuruka chapu nini? Nikamfuata yule mshikaji. Nikamfuata alikopo maji mengi kidogo. Umeona sio maji mengi sana lakini maji ambayo ukizama mtu unapotea kabisa. Umeona mimi mwenyewe sijajua hata kitu ambacho kilichompeleka kule ni nini. Mimi naona mikelele. Kweli chapu nikaenda pale pap. Sasa nimeogelea nimemfuata. Nimefika pale yule mshikaji sasa. Kununa mimi nasogea. Si akanirukia mwanangu shingoni. Kanirukia shingoni afu sasa ile kunirukia kwake mwenyewe. Yani kanifanya sasa kama ngazi. Yani kwamba yeye awe juu, mimi niwe chini. Yani kanikaba kabisa. Sasa yeye kweli akafanikiwa, yeye akawa juu, mimi nikawa chini. Maana kama kanizamisha sasa, mimi nikawa niko chini.